Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za baraza leo, meneja wa uzingatiaji wa sheria NEMKI, Amina Kibola, amesema baraza limejipanga kutoa elimu iliyobeba dhana ya punguza, tumia tena na rejeleza kwa maendeleo endelevu ya mazingira, huku ukiambatana na shughuli mbalimbali za kimazingira. Katika kuadhimisha siku hii, NEMKI imejipanga kuelimisha umma, kuhimiza na kuhakikisha kuwa dhana ya punguza, tumia tena na rejeleza katika sekta zote za uzalishaji inatekelezwa kwa vitendo. Kwa hiyo tarehe 28 na 29 na 30 tuna maonyesho pale Mnazi Mmoja, ila tarehe 30 ndio siku ya kilele. Ameongezea kuwa kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191 kifungu cha 114 hadi 119, baraza limepewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria hiyo, kutoa elimu kwa umma na kutathmini utekelezaji wa mwongozo huo. Kwa sheria ya usimamizi wa mazingira katika sekta hii tekelezwe ipasavyo ili kuwa na mazingira safi, afya bora kwa jamii zetu na matumizi endelevu ya rasilimali. Wadau zaidi ya 100 kutoka taasisi za serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia na makundi maalum watashiriki. Maadhimisho hayo yaliyobeba kauli mbiu isemayo kuwezesha taka sifuri kwenye sekta ya nguo na mitindo yataambatana na maonesho mbalimbali yatakayoonesha namna ambavyo taka ni fursa.